Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo tutakuwa na somo ambalo linasema Ukristo ni Kristo. Ukristo ni Kristo. Kwa wale ambao tunatoka Usukumani kama mimi, tunasema Christianity is Christ. Sasa ninaposema kuhusiana na Ukristo ni Kristo au Christianity is Christ, kwa maana nyepesi ninasema kwamba ukimuondoa Kristo kwenye Ukristo, Ukristo haupo. Yaani kama utabakiza vitu vingine vyote tunavyovifanya, mambo mengine yote tunayoyafanya, ukayabakiza yote lakini ukamchomoa Kristo, maana yake Ukristo haupo. Ndio maana ninakwambia Ukristo ni Kristo. Maana yale mambo mengine yote tunayoyafanya, tunapoomba, tunapoabudu, tunapoimba, tunapofanya mambo yote, tunapofanya utoaji, tunapoenda kuhubiri, vyote tunavyovifanya, kama tutamtoa Kristo na tukavibakiza hivyo vitu vingine vyote, hakuna Ukristo hapo, kuna kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa bahati mbaya ndicho tunakifanya, au kwa asilimia kubwa ndio mambo ambayo tumeyafanya. Tumeachana na kitu ambacho ni cha msingi, alafu tukang'ang'ana na yale mambo mengine yote. Kwenye Biblia kile kitabu cha Mathayo anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo mengine mtazidishiwa. Sasa sisi kwenye Ukristo wetu tumechukua mambo mengine yote tukaanza ndo kuyakomalia, alafu lile jambo la msingi ambalo ndio linafanya Ukristo tukaachana nalo. Kuanzia kwenye mahubiri yetu, kwenye mambo tunayoyafanya, kwenye focus yetu, kwenye kila kitu, tumeondoa kitu cha msingi, alafu tukabakiza na vile ambavyo sio vya msingi, ambayo hiyo ni dalili mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni sawa umepewa mtihani kufanya, una maswali 10, swali moja lina max 98, alafu yale maswali 9 yaliyobaki yana max 2, yote kwa pamoja maswali 9. Badala ufanye lile swali ambalo lina max 98 moja ndo ukomae nalo, muda wote masaa 3 mtihani unakomana yale maswali 9 yenye max 2, yenye max 2. Alafu mwisho wa siku muda unaisha, umemaliza maswali labda 8, unakuja unapata max 1.5. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati kulikuwa na swali ambalo lina max 98 ambalo ndio focus yako ingetakiwa kuwa hapo. Yani macho yako yote, akili zako zote zilitakiwa ziwe hapo. Ndivyo ambavyo tunafanya. Akili zetu, jitihada zetu, kila kitu chetu tumeweka kwenye mambo mengine, lakini pale kwenye Kristo tumepaacha. Ambapo ndipo kuna max nyingi, ambapo ndio kuna kila kitu, tumepaacha. Ni hatari sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ninaposema Kristo au Ukristo ni Kristo, lazima tumfahamu huyo Kristo ni nani, kwa sababu hatuwezi kusema kwamba tunauelewa Ukristo pasipo kumuelewa huyo Kristo. Kwa sababu tumeshasema Ukristo ni Kristo, lazima tumuelewe Kristo ni nani ili tujue huo Ukristo ni kitu gani. Kwa sababu tukimuelewa Kristo ni nani, maana yake tunaanza kuelewa kile ambacho sisi tunaitwa au waliitwa watu wa kwanza wa kwenye kanisa la kwanza walivyokuwa wanamfanania Kristo. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kuelewa Kristo ni nani au Yesu ni nani, kwa sababu tumesema Ukristo ndio Kristo mwenyewe. Tukimtoa Kristo hakuna Ukristo. Na kama huyo Kristo hatujamuelewa, maana yake pia Ukristo hatujauelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kristo ni nani au Yesu ni nani? Yesu ni nani? Ni swali ambalo tu ni ya kawaida. Mtu anaweza nikauliza hapa, wangapi tunajua Yesu ni nani? Kila mtu akasema mimi ninafahamu. Lakini ukilitafakari unaweza ukakosa majibu ya wazi au ya moja kwa moja. Kwa hiyo ninaposema ya kwamba Ukristo ni Kristo, lazima tumuelewe huyo Kristo ni nani. Watu wengi wamepita maarufu, wamekufa, majina yao watu wamewazungumzia, tutamkumbuka huyu alikuwa ni mheshimiwa, alikuwa ni mtu gani, lakini siku zinavyozidi kwenda kumbukumbu zao zinaondoka miongoni mwa watu. Sasa huyu Yesu ni nani ambaye kila siku tunaendelea kumuongelea? Ni nani hasa? Lazima tujiulize, huyu Yesu ni nani? Kwa nini tunaendelea kumuongelea kila siku? Tunaendelea kujifunza, tunakusanyika kwa ajili yake. Maandiko matakatifu yanasema tuanze kuishi kwa ajili yake baada ya kumwamini yeye. Kwa nini? Yeye ni nani? Ana kitu gani ambacho ni cha muhimu? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya.
Serikali zinapambana, zilipambana toka alipofufuka tu, wakaanza kupambana watawala kuzuia habari zake zisienee. Lakini pamoja na kwamba kuna watu wanazuia habari zake zisienee toka miaka na miaka, lakini bado habari zake zinazidi kuenea. Lazima tujiulize, huyu Yesu ni nani? Swali hili ninalokutafakarisha, ninalokufanya ujiulize. Yesu pia aliwauliza wanafunzi wake kwenye Mathayo ile sura ya 16. Akasema, watu huko nje wanasema mimi ni nani? Ngoja nisome. Msisema huyu mtumishi anatoa tu mistari yake kichwani. Ngoja tusome. Mathayo sura ya 16 kuanzia mstari ule wa 13. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu unena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine unena huyu Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Mstari wa 16. Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hili swali ninalokuuliza, hiki kitu ninachokuambia kwamba huyu Yesu ni nani? Hata Yesu ilibidi awaulize wanafunzi wake, akawaambia, watu huko nje wanasema mimi ni nani? Wakaanza kumpa majibu. Wakasema, wengine wanasema wewe ni Yohana Mbatizaji, wengine wanasema wewe ni Elia, wengine wanasema wewe ni nabii, wengine wanasema wewe ni mwalimu mzuri, wengine wanasema wewe ni kitu fulani. Yesu akafikiria yale majibu. Ninajaribu kufikiria, kutengeneza picha ya kilichokuwa kinaendelea pale. Akasema, mbona haya majibu kama yako sawa? Au labda hawanifahamu watu wa huko nje, bado hawajanijua. Ngoja niwaulize hao ambao ninatembea nao kila siku. Akawageukia wanafunzi wake akasema, na nyinyi mnasema mimi ni nani? Ninatengeneza picha. Wanafunzi wakafikiria, mbona kama swali jepesi, anatuuliza Yesu ni nani? Wakaanza na wenyewe kutafakari, wakasema, mbona kama ni gumu jepesi, ni nani? Ni nani huyu Yesu? Wote wakawa kimya. Ndipo Petro akaibuka akasema, wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Lakini bahati nzuri Yesu anasema, ewe Petro, hilo jibu lilolitoa, ili jibu halijatoka kwako. Anasema ni Mungu ndiye amekufunulia, ni Baba ndiye amekufunulia. Maana yake kumbe kumuelewa Yesu ni nani, kumuelewa Kristo ni nani, unahitaji kufunuliwa na nani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana dini nyingi, watu wengi wanapambana, wakifikiria, wakielezewa habari za Yesu ni nani, wanasema hapana, hii haiwezekani. Wanaanza kuquestion, wanaanza kuuliza maswali, wanasema Mungu anazaaje? Inawezekanaje Mungu akazaa? Kwa sababu bado hawajapata ufunuo. Petro akapata ufunuo wa Kristo ni nani, au Yesu ni nani. Akasema huyu ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Na baada ya kupata huo ufunuo ndipo kanisa linajengwa. Manake kumbe hata kanisa ambao ndio sisi waamini, ndio maana nilikuwa nakwambia ya kwamba Ukristo ni Kristo. Pasipo kuelewa ufunuo wa Yesu ni nani, pasipo kuelewa ufunuo wa Kristo ni nani, hakuna kanisa, hakuna Ukristo. Ndio maana kabla ya Yesu kufunuliwa ni nani, Yesu hajazungumza habari za kanisa. Lakini baada tu ya ufunuo wa Yesu, baada tu ya watu kumfahamu Yesu ni nani, ndipo Yesu anasema, Petro, juu yako nitalijenga kanisa. Ndipo kanisa linaanzishwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ametambulika Kristo ni nani. Maana yake ndipo Kristo unaanza. Haleluya, haleluya. Kama unanielewa piga makofi. Kwa hiyo ndipo Kristo kaanza, ndipo kanisa likaanza. Baada tu ya kueleweka Yesu ni nani, walipojua, Petro alipofunuliwa akajua ya kwamba huyu anayezungumziwa hapa ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai, akajua huyu amefunuliwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo katika mstari huo tunagundua kwamba kumbe Yesu ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwana. Kwenye ile swali letu tunauliza Yesu ni nani, jibu moja wapo, Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ni mwana
wa Mungu. Maana yake kama haujaelewa kama Yesu ni mwana wa Mungu, na ninaposema kuelewa sio tu kuwa na maarifa kichwani, lakini uelewe kichwani, lakini pia umekubaliana na hilo jambo, umeliamini hilo jambo, umeamini ya kwamba Kristo Yesu ni mwana wa Mungu. Hapo ndipo unapata ndo kwanza safari ya Ukristo inaanza, kwa sababu umeanza kumjua huyu Yesu ni nani. Kama haukubaliani na uwana wake kwa Mungu, kama haukubaliani ya kwamba ni mwana wa Mungu, maana yake wewe bado Ukristo haupo kwako. Hauwezi kusema wewe ni Mkristo kwa sababu haujajua hata huyo Kristo ni nani. Na wakati Ukristo ni Kristo, hauwezi kuutenganisha Ukristo na Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Kristo ni Kristo, ni mwana wa Mungu. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya kwanza ule mstari wa 14, naye neno alifanyika kuwa mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hiyo tunapozungumzia habari za uwana wake au ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu, maana yake ni kuna kazi alikuja kuifanya, kwa sababu ukisoma kwenye Yohana 3:16 maandiko matakatifu yanasema ya kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtuma mwana wake wa pekee ili kila muamini asipotee. Maana yake ni kwamba pasipo kuelewa wana wa Kristo, pasipo kuelewa ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu, ajenda ya wokovu au jambo la wokovu hauwezi kulielewa, kwa sababu utaendelea tu kutafuta vitu vingine, utabishana navyo, utasema hiki kiko hivi, hiki kiko hivi, unasema Mungu hawezi kuzaa kwa sababu bado haujafunuliwa ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo lazima tuelewe ya kwamba Kristo ni mwana wa Mungu, na ninaposema kuelewa sio tu kuelewa, lakini pia kuamini ya kwamba ni kweli yeye ni mwana wa Mungu, tena wa pekee. Manake hapo ndipo tunaanza kuelewa Ukristo ni nini. Manake unapoelewa kwamba yeye ni mwana wa Mungu, unapokuja kusoma ile Yohana 3:16 unaelewa kwamba ndio maana hiki kitabu kinasema huyu mwana wa pekee wa Mungu alitumwa aje kufa kwa ajili yetu. Manake kumbe wokovu unahusiana na unahusiana na Yesu kama mwana wa Mungu. Usipoelewa hilo, maana yake wokovu kwako ni mtihani, hauwezi kuuelewa. Utakuwa unasema haiwezekani watu kuokoka duniani. Lakini ukishaanza kuelewa hili, utaanza kugundua kumbe kuna jambo lilifanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Lakini kwenye kitabu hiki cha Yohana ile sura ya kwanza mstari wa kwanza nasema, hapo mwanzo kulikuweko na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Nitarudia mstari wa kwanza. Hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Maana yake kumbe neno anayezungumzia, tumeshasoma mstari wa 14, tukaona kwamba alifanyika kuwa mwili, ambaye ndiye mwana wa Mungu. Tunaona kwamba kumbe anayezungumziwa hapa ni Kristo ambaye alikuweko toka mwanzo. Huyo neno alikuweko toka mwanzo. Maana yake kumbe anaposema kwamba huyo neno alikuwa ni Mungu, maana yake tunatakiwa kujua kwenye hilo swali la Yesu ni nani, lazima jibu lake la pili nasema Yesu ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pasipo kuelewa Yesu ni Mungu, bado safari ya Ukristo haijaanza, bado haijaanza. Uweze ukasema wewe ni Mkristo na unakataa kwamba Yesu ni Mungu au Kristo ni Mungu, wakati maandiko matakatifu yanasema yeye ni nani? Ni Mungu. Na tunaposema ya kwamba yeye ni Mungu, ndipo utakuja kugundua kuna mambo kama ya sifa za Mungu, kwamba Mungu anaabudiwa. Utakuja kushangaa kwa mtu anasema, kwa nini wanamwabudu tu mtu? Kwa nini hao Wakristo wanamwabudu mtu wa kawaida ambaye alikuja akafa akaondoka zake? Sasa utakapojua ya kwamba yeye ni Mungu, utakapoelewa, utakapoamini ya kwamba yeye ni Mungu, hautasumbuka kumwabudu, kwa sababu unajua sifa, ibada inaenda kwa nani? Kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ngoja nikusomee Isaya usikie wakati anamtabiri Yesu. Isaya sura ya 9 kuanzia mstari wa 6. Maandiko matakatifu yanasema, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, sifa zake na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake. Atakuwa na uwezo wa kifalme mabegani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mkato. Alafu anasema Mungu mwenye nguvu. Mungu mwenye nguvu. Ndio maana nakwambia Kristo ni Mungu, Yesu ni Mungu. Alafu inasema Baba
wa milele, alafu mfalme wa amani. Maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe, katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nabii Isaya anatabiri habari za ujio wa Yesu na anataja sifa zake, baadhi ya sifa zake. Sasa japokuwa huo unabii hapo una double fulfillment, kuna umetokea mara mbili, lakini bado sifa zinazotajwa hapo ndizo sifa za Yesu. Na ukija kusoma kwenye kitabu cha Mathayo kwenye sura ya kwanza, ile sura ambayo inaelezea habari za ukoo wa Yesu, utaona namna ambavyo Mathayo anajaribu kuaminisha au kuhakikishia Wayahudi kwamba aliyetabiriwa atatokea kwenye ukoo wa Daudi ndiyo huyu, ndiyo huyu, ndiyo huyu. Kwa hiyo maandiko matakatifu yanasema huyu alikuwa ni Mungu, au atakayekuja huyu mtoto wa kiume atakayezaliwa ni Mungu, tena mwenye nguvu. Kwa hiyo ili uelewe Yesu ni nani, lazima uamini. Ukielewe hicho ya kwamba yeye ni Mungu, lakini pia lazima ukiamini, ndipo utaweza kumwabudu. Hata unapokwenda kuomba, utaomba ukijua kwamba ninaomba kwa Mungu. Unaposema kwa jina la Yesu, hauongelei kitu kingine cha pembeni. Unaposema kwa jina la Yesu, maana yake ni kwa jina la Mungu, maana yake ni Mungu huyo huyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Pasipo kuyaelewa haya, bado safari ya Ukristo haijaanza, kwa sababu ninasema Ukristo ni Kristo. Maana yake kama haya hayajaeleweka, hujamuelewa hata Kristo ni nani, hauwezi kujiita wewe ni Mkristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Msikilize mtume Paulo anachokisema katika kanisa la Korinto. Basi ndugu zangu, ninawaarifu ile injili niliyowahubiri, ambayo ndiyo mlioipokea, na katika hiyo mnasimama, na kwa hiyo mnaokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Sasa sikia alichokuwa anasema hicho ambacho amekiamini. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyowapokea mimi. Anasema Paulo mwenyewe alipokea hiki alichokipokea, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko. Mstari wa 4, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu, kama yanenavyo maandiko. Tunaona mambo matatu anayazungumzia hapa. Anasema yeye mwenyewe hiyo injili ndio iliyomwokoa, ndio aliyoipokea. Ina vitu vitatu ambavyo ndio vya msingi, ambavyo ndio Ukristo. Tusipovielewa hivyo, hatuwezi kuuelewa Ukristo. Tusipoviamini hivyo, hatuwezi kusema sisi ni Wakristo. Anasema ni mambo matatu. Jambo la kwanza anasema ni kifo cha Yesu. Jambo la pili anasema ni kuzikwa kwa Yesu, na jambo la tatu anasema ni kufufuka kwa Yesu. Sasa mambo haya lazima tuyaelewe kwa upana. Kifo cha Yesu ni kitu gani? Kina maana gani katika maisha yetu? Kina vitu gani ndani yake? Lakini pia lazima tuelewe kuzikwa kwa Yesu kuna maana gani. Yesu alipozikwa sio kama babu yako alivyozikwa, ni tofauti. Alipozikwa yeye kulikuwa na maana yake, alipofufuka kulikuwa na maana yake, alipokufa kulikuwa na maana yake. Maana yake yote aliyoyafanya yalikuwa yana maana. Sio kitu tu cha kawaida kama mitume wengine, kama nabii wengine. Hapana, kifo chake kina maana kwenye maisha yetu, kuzikwa kwake kuna maana kwenye maisha yetu, na kufufuka kwake kuna maana katika maisha yetu. Na hizo maana ndio zinafanya maisha yetu ya Ukristo yawe Ukristo kweli. Maana yake kama hatujakielewa kifo cha Yesu, hatujauelewa Ukristo. Kama hatujaelewa kuzikwa kwa Yesu, hatujauelewa Ukristo. Kama hatujaelewa kufufuka kwa Yesu, bado hatujauelewa Kristo. Maana yake ili kuelewa Ukristo lazima tuyaelewe mambo haya, ambayo mambo haya ndiyo Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo matatu: kifo, kuzikwa na kufufuka. Yapo mambo mengi mengine ambayo yanaweza kuyasaidia mambo haya matatu, kama kuzaliwa kwa Yesu, maisha matakatifu ya Yesu pasipo dhambi, na mambo mengine, maisha yake alipokuwa hapa duniani. Yapo kutukuzwa kwake, lakini haya matatu ndo main, haya matatu ndo ya msingi zaidi. Ukielewa haya, maana yake imani ya Kikristo umeielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaanza na jambo la kwanza, kifo cha Yesu. Kina maana gani? Tunafahamu Yesu alikufa, lakini ina maana gani kwenye maisha yetu? Kwa nini tunasema kwamba lazima tukielewe na tukiamini kifo cha Yesu? Kilileta mambo gani?
kupitia kifo cha Yesu, jambo la kwanza tunalolipata kwenye kifo cha Yesu ni msamaha wa dhambi. Msamaha wa dhambi. Sasa haya ninayoyasema hapa ndio tumeyaacha. Hatuyasemi tena. Tunaongelea vitu vingine tu. Tunaongelea mambo mengine tu. Haya mambo ninayoanza kuyazungumzia hapa tumeyaacha, tumeyaweka pembeni kabisa. Kifo cha Yesu kilileta msamaha wa dhambi kwenye maisha yetu. Msamaha wa dhambi. Kililetaje msamaha wa dhambi? Tunafahamu. Ukisoma kwenye kitabu cha Warumi ile sura ya 6 mstari wa 23 unasema mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Maana yake ili dhambi iondolewe, ili dhambi isiwepo, ili dhambi itoke, lazima kuwe na mauti. Lazima kuwe na damu. Lazima damu imwagike, lazima kuwe na mauti kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Pasipo mauti hakuna msamaha wa dhambi. Kwa hiyo tunapozungumzia habari za kifo cha Yesu, tunazungumzia habari za msamaha wa dhambi. Maana yake Yesu alikufa badala yetu. Ndio maana anasema angali tukiwa dhambini yeye alituchagua, akasema kwamba akafa kwa ajili yetu ili sisi tukombolewe, ili sisi tusamehewe dhambi. Maana yake pasipo Yesu kufa msalabani tusingeweza kupata msamaha wa dhambi. Kwa kufa kwake sisi tunasamehewa dhambi zetu. Sasa usipokielewa hiki, usipokiamini hiki, maana yake bado haujauelewa Ukristo, haujaanza kuishi Ukristo. Lakini unaposema wewe ni Mkristo, maana yake lazima wewe unaelewa ya kwamba kupitia kifo cha Yesu ndipo tumepata msamaha wa dhambi. Maana yake dhambi zangu mimi, dhambi za kwako wewe zimesamehewa kupitia kazi kamilifu ya msalaba ambayo inahusisha kifo cha Yesu. Maana yake pasipo gharama kulipwa, kama Yesu asingekufa, kama Yesu asingemwaga damu msalabani, hakuna msamaha wa dhambi. Ndio maana tunasema Yesu ndiye njia ya kweli na uzima. Pasipo yeye hakuna yoyote anayeweza kumuona Baba, kwa sababu Baba ni mtakatifu, hachangamani na dhambi. Na kama hachangamani na dhambi, hakuna dini nyingine yoyote, hakuna watu wengine wowote ambao wanaweza kulipia dhambi zao. Ni Yesu pekee ambaye ndiye ametulipia. Uweze ukasema ngoja tu nifanye hiki na hiki na hiki ndipo nisamehewe, ngoja niombe sana ndipo nisamehewe dhambi. Mshahara wa dhambi sio maombi, mshahara wa dhambi sio kufunga, mshahara wa dhambi sio kutoa sadaka. Mshahara wa dhambi Biblia inasema ni mauti, na mauti ndiyo hiyo ambayo Yesu Kristo alikufa. Wapo watu wengine wanaomba, wanapambana, wanafunga, wengine wanaomba mara 5 kwa siku, wanapata mpaka alama kwenye mapaji ya uso wao, lakini bado hawajaelewa hiki kitu ya kwamba mshahara wa dhambi sio kuomba sana. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo kama ni mauti, lazima tumwamini yule ambaye alikufa kwa ajili ya hiyo mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Unapoanza kuyaelewa haya mambo na kuyaamini, maana yake unapokubaliana nayo, ndio unaanza maisha ya Ukristo. Ndipo moyo wako unaanza kugeuzwa, ndipo fikra zako zinaanza kugeuzwa. Unajua kabisa ya kwamba mimi nimesamehewa dhambi kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kile Yesu alichokifanya msalabani. Hauwezi kuanza kufikiria kwa sababu ya matendo yako au kwa mifungo yako ndipo umesamehewa dhambi. Kama unamuona mtu anafikiria kwamba amesamehewa dhambi kwa sababu ya kufunga sana, kuomba sana, kutoa sadaka, tunafahamu mambo yote hayo ni mazuri. Lakini kama unafikiria ya kwamba dhambi zako zinatoka kwa hayo mambo, bado haujauelewa Ukristo, kwa sababu dhambi haitolewi kwa hayo mambo, inatolewa kwa kifo. Na hicho kifo kilitokea msalabani kwa Yesu pekee. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili kwenye kifo cha Yesu. Jambo la pili kwenye kifo cha Yesu. La kwanza ni msamaha wa dhambi. La pili ni upendo wa Mungu wa hali ya juu kwa mwanadamu. Upendo wa Mungu wa hali ya juu kwa mwanadamu. Biblia kwenye kitabu nimekusomea cha Yohana 3:16 kinasema kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu. Alikupenda wewe, alinipenda mimi. Akawapenda watu wote. Alimpenda kila mmoja. Na huo upendo ndio ukamsukuma yeye kufanya nini? Kumtoa mwanae wa pekee. Kwa hiyo kupitia kifo cha Yesu tunaelewa ya kwamba Mungu anatupenda. Anakupenda wewe, ananipenda mimi. Haijalishi
unapitia kitu gani. Haijalishi kuna mambo ambayo unayapitia ni magumu sana, huwezi hata kuyaelezea, lakini unapofikia hatua ya kusema Mungu ananipenda au anipendi kwa sababu ya yale unayoyapitia, ni kwa sababu bado haujaelewa habari za kifo cha Yesu. Kwa sababu maandiko matakatifu yanasema ya kwamba hakuna upendo ulio mkuu zaidi ya huu, ambao mtu akafa kwa ajili ya mtu mwingine. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kama yeye aliweza kufa kwa ajili yetu, kutoa maisha yake kwa ajili yetu, ni hali ya juu sana ya upendo ambao aliuonyesha. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanaweza kufa kwa ajili ya watu wengine? Tunaweza kufa kwa ajili ya watu wengine? Hatuwezi. Hadi wale wanandoa, jamani, hamwezi kufa kwa ajili ya watu wenu. Watoto wenu hamwezi kufa, wazazi hamwezi kufa kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani mmeona mziki wa kifo ulivyo. Watu wote wamekaa kimya. Hakuna ambaye anaweza kufa kwa ajili ya mwenzake. Lakini Yesu alikufa kwa ajili yetu. Ni upendo wa hali ya juu sana. Muulize Petro. Petro alikuwa anasema mimi Yesu ninampenda sana, ninaweza kufa kwa ajili yake. Kifo kilivyofika karibu, wale wakaanza kumuuliza Petro, wewe mbona kama unafanana na Yesu? Akasema sijawahi kumsikia huyo Yesu, mbona mnanifananisha na watu ambao siwajui? Wakamwambia Petro, hata ongea yako ni sawa na Yesu. Akasema hapana, huyo mtu sijawahi kumsikia, ngoja niondoke kabisa. Wakamwambia hata tembea yako ni sawa na Yesu. Akasema msinifananishe na watu wa ajabu. Akakimbia. Kwa sababu gani? Kifo kilikuwa mbele yake. Kwa hiyo lazima uelewe ya kwamba kupitia kifo cha Yesu, Mungu ameachilia upendo wa hali ya juu. Ameonyesha upendo wa hali ya juu kwako. Manake hata unapopitia changamoto, unapopitia mambo mengine yoyote yale ambayo yanakusumbua, huwezi kuanza kufikiria kwamba Mungu ameniacha au Mungu anipendi, kwa sababu unajua tayari pendo lake ameshalimwaga kupitia kifo cha Yesu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ndio maana Mtume Paulo kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya 8 kuanzia mstari wa 31 pale anasema kama Mungu aliona ni vyema amwachilie Yesu afe kwa ajili yetu, ni kipi tutakiomba atatunyima? Hakipo. Alafu ukishuka kwenye mistari ya chini anasema ni jambo gani litatutenga na upendo wa Mungu? Anaanza kuuliza yale maswali, anasema je, ni njaa? Hapana. Je, ni magonjwa? Hapana. Je, ni dhiki? Hapana. Ni kitu gani kitatutenga na upendo wa Mungu? Hakuna. Manake hata kama unapitia changamoto gani, kama umelielewa pendo la Mungu aliloonyesha msalabani, hauwezi kusema Mungu ameniacha. Ndio maana ninasema Ukristo ni Kristo. Haya tumeacha. Sisi tunapambana habari za kupokea. Haleluya. Haleluya, haleluya. Huu ndio Ukristo wenyewe. Huu ndio Ukristo wenyewe. Kile Yesu alichokifanya msalabani, ukikielewa na kukiamini hiki, umeielewa imani ya Kikristo na umeiamini, wewe ni Mkristo kweli kweli. Moyo wako utabadilishwa kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya muda, twende kwenye jambo la pili. Twende kwenye kuzikwa kwa Yesu. Kuzikwa kwa Yesu. Watu wengine wanadhani tu alizikwa kawaida. Wanaweza wakafikiri tu kwamba labda kwa sababu alikuwa amekufa, ngoja tu tumzike. Hapana, kuzikwa kwa Yesu kuna maana. Kwenye maisha yetu ya Ukristo, kuzikwa kwa Yesu kuna maana, na hiyo maana lazima tuielewe na tuiamini. Kifo chake kina maana gani kwenye maisha yetu? Kuna vitu gani ambavyo tumevipokea kupitia kifo chake? Kuna mambo gani ambayo yameingia kwenye maisha yetu kupitia kifo chake? Mambo haya lazima yaeleweke na yaaminike, na huo ndio Ukristo. Haleluya. Jambo la kwanza, kutengwa na dunia. Warumi sura ya 6, Warumi sura ya 6 kuanzia ule mstari wa kwanza. Warumi sura ya 6 kuanzia ule mstari wa kwanza. Maandiko matakatifu yanasema, tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Asha. Sisi tuliofia dhambi tutashije tena katika dhambi? Hamfahamu ya kuwa sisi sote tulibatizwa katika Kristo Yesu, tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu, vivyo nasi tuenende katika upya na uzima. Anasema ya kwamba sisi nasi tulizikwa pamoja naye kwenye mauti yake. Maana yake alikuwa kwenye sura ya nyuma hapa alikuwa anazungumzia habari za neema, anafundisha neema. Akaona kama watu hawa hawatanielewa vizuri sana, akauliza kama neema ikiongezeka. Kwenye sura ya nyuma alikuwa anasema neema dhambi inapoongezeka, neema pia inaongezeka.
hasa sura ya 6 anasema kama ndio hivyo basi tuendelee kutenda dhambi ili neema izidi kuongezeka zaidi. Anasema hapana, haitaki kuwa hivyo. Anasema haiwezi kuwa hivyo. Kwa sababu gani? Anasema Yesu alipokufa msalabani, aliposulubishwa, tulisulubishwa pamoja naye. Alipokufa, tulikufa pamoja naye. Alipozikwa, tulizikwa pamoja naye. Tutaendeleaje kutenda mambo haya ambayo tunasema ni dhambi? Hatuwezi kuendelea kuyafanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu Kristo alipozikwa, tulizikwa naye. Maana yake na sisi tulipozikwa, utu wetu wa kale ulizikwa. Maana yake mambo ya dhambi na mambo ya duniani na mifumo ya duniani katika mwili wetu ilizikwa, na tulipofufuka, ambayo ndio jambo la tatu nitaliongelea hapa, Warumi nasema tulifufuka pamoja naye, tunatukawa viumbe vipya. Sasa anasema tulipozikwa, tulizikwa pamoja naye. Maana yake utu wetu wa kale ulizikwa. Sasa unapoelewa ya kwamba utu wako wa kale tayari umeshakwisha kuzikwa, hauwezi kuendelea kuishi maisha ya dhambi na ukafurahia. Kwa sababu gani? Kwa sababu utu wako wa kale ambako ndio huko gizani, kutokana na Wakolosai 1:13 ambako Yesu alitutoa, hauwezi kuendelea kuishi hayo maisha. Kwa sababu gani? Huko hayo maisha yameshazikwa. Maana yake unaenda kuyafukua yale ambayo yameshazikwa. Unataka kumsulubisha Yesu mara ya pili, unaenda kumtoa kaburini umrudishe msalabani. Unapoendelea kuishi maisha ya dhambi na unafurahia maisha hayo, maana yake kwa maana nyepesi unataka umtoe kaburini umrudishe msalabani, umsulubishe upya. Lakini kama umeelewa kuzikwa kwake, unaelewa ya kwamba utu wangu wa kale kumbe umeshazikwa, mambo ya zamani yameshazikwa. Huwezi kuendelea kuteseka na kuanza kufikiria kusema mimi nilikuwaga namna hii, mimi maisha yangu yalishawahi kuwa hivi na hivi na hivi. Hauwezi kuteswa na records za zamani. Kwa sababu gani? Kwa sababu unaelewa hayo mambo ya zamani yameshakwisha kuzikwa, yamekufa, yani hayapo, yalikufa na yakazikwa. Na ulipofufuka haukufufuka nayo, ulifufuka mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima tuelewe habari za kuzikwa kwa Yesu, kwamba kupitia kuzikwa kwake, tukikiamini hicho, maana yake nasi pia tulizikwa pamoja naye. Alipokuwa anazikwa, na sisi tuliomwamini tulizikwa, na utu wetu wa kale ulizikwa. Jambo la tatu, kufufuka kwa Yesu. Yesu alipofufuka, kwanza kinaleta nini kwenye maisha yetu? Ufufuko wa Yesu unaleta nini kwenye maisha yetu? Jambo la kwanza inatupa tumaini la sisi nasi siku moja tutafufuliwa. Kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyofufuka, nasi siku moja tutafufuka. Yohana alipokuwa kwenye kisiwa cha Patmo anasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, maana zile za kale zimeshakwisha kupita, na tazama sasa ni mpya. Akaiona Yerusalemu mpya, namna ambavyo imepambwa na marumaru. Manake tumaini hilo tunalipata wakati tu pekee tulipoelewa ya kwamba Kristo alifufuka, na alipofufuka alifufuka pamoja nasi. Pamoja na kwamba alifufuka pamoja nasi, kumbuka ya kwamba kuna ule ufufuo wa mwisho. Huo ndio tunapata tumaini kutoka kwenye ufufuo wa Yesu. Kama hauamini, haujaelewa kama Yesu alifufuka na hauamini kama alifufuka, maana yake hauna tumaini. Kama unaamini kwa watu wengine, mitume wengine, walimu wengine ambao walipita hapa duniani maarufu, walikufa wakazikwa, habari yao ikaisha, hakuna tumaini lolote. Lakini Bwana wetu Yesu Kristo alipokufa hakuishia kufa, akakaa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu akafufuka. Na kama alifufuka, nasi tujapoendelea kuishi hapa duniani, tukifa hatufi. Kwa sababu gani? Tayari yule ambaye tunamfuata alipokufa hakuishia kufa, alifufuka. Kwa hiyo nasi tutakuja tufufuliwe. Kwa hiyo tumaini letu la kufufuliwa baada ya maisha ya hapa linapatikana kupitia kufufuka kwa Yesu. Lakini pia ndipo maisha yetu mapya tunayapata hapo, maana Yesu alipofufuka alikuwa mpya kweli kweli. Kwa hiyo mtume Paulo anaposema kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17, anaposema ya kwamba tuliomwamini Kristo tumefanyika kuwa viumbe vipya na ya kale yote yamepita, maana yake tayari alikuwa na uelewa ya kale yamepita, yameshazikwa. Anaposema sisi ni viumbe vipya, maana yake anaelewa ya kwamba tulipokufa na Yesu, tukazikwa na Yesu, tulifufuka pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake tunapofufuka tunafufuka wapya. Haleluya, haleluya. Huo ndio Kristo.
Tunaposema hii imani ya Kikristo sio tu kuja na kuombewa na kufanya nini. Hapana, ni kuyaamini haya, ni kuyaelewa haya, ni kuyaishi na kuyaelewa haya. Sio siku moja. Tunapoendelea kukusanyika kila siku, tunaendelea kujifunza. Leo mimi nimefundisha engo fulani, wakati mwingine mtu mwingine anaposimama atafundisha engo nyingine, kwa sababu haya ndiyo mafundisho ya msingi. Lakini msingi tumeuacha. Swali la Max 98 tumeliacha. Tunakomaa na kupata magari, tunakomaa na kupata vitu vingine. Sisemi haviwezekani kupatikana, vinawezekana na Mungu anaweza akatupa, lakini sio focus ya kile Yesu alichokileta. Bwana Yesu asifiwe sana. Uliacha enzi yako na mamlaka yako mbinguni, ukashuka kutukomboa. Wastahili. Uliacha enzi yako, mamlaka yako mbinguni. Tunaweza tukasimama tukamshukuru Mungu. Ukashuka kutukomboa. Wastahili. Imba wastahili. Wastahili. Sema wastahili. Yesu wastahili.